Hujambo, karibu katika Dream Media habari, lakini kwanza ni machache kati ya mengi tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Serikali imetangaza msamaha wa faini zote kwa wananchi waliokuwa wakidaiwa na mamlaka za maji nchini, hatua inayolenga kuwapunguzia mzigo wa gharama na kuwawezesha kurejeshewa huduma za maji. Wananchi jijini Mbeya wameomba serikali kupitia Baraza la Sanaa BASATA kuingilia kati maudhui ya wasanii kupitia nyimbo zao, kwani nyingi zimekosa maadili ya Kitanzania na jamii kwa ujumla. Na katika michezo, waziri wa maji Juma Aweso ameipongeza timu ya Simba kwa kutinga hatua ya nusu fainali kombe la shirikisho barani Afrika na timu ya Yanga kwa kutwaa kombe la Muungano. Taarifa hii ya habari inapatikana kupitia akaunti yetu ya YouTube na ya Dream Media TZ, lakini pia tufuatilie kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Facebook na X ni Dream FM na Instagram ni Dream FM TZ. Na sasa ni muda wa kuziangazia kwa kina taarifa tulizokuandalia kwa siku ya leo. Uko nami Brown Tinda. Serikali imetangaza msamaha wa faini zote kwa wananchi waliokuwa wakidaiwa na mamlaka za maji nchini, hatua inayolenga kuwapunguzia mzigo wa gharama na kuwawezesha kurejeshewa huduma za maji. Msamaha huo umetangazwa na waziri wa maji Juma Aweso leo Alhamisi wakati akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Maji kwa mwaka wa fedha 2025-2026 bungeni jijini Dodoma. Zaidi na Ana Msumeno anasimulia taarifa hiyo. Waziri Aweso amewataka wote waliosamehewa faini hizo wafike katika mamlaka za maji kuanzia sasa hadi Mei 31 mwaka huu ili kupewa utaratibu wa kurejeshewa huduma ya maji. Spika, ninapenda kutoa salamu za Wizara ya Maji kwa wananchi wote wenye faini katika mamlaka za maji kuwa Mama Samia amesamehe faini hizo na hivyo wafike kwenye mamlaka za maji kwa ajili ya utaratibu wa kurejeshewa huduma za maji hadi tarehe 31 Mei 2025. 2. Wateja wote wenye madeni sugu kwenye mamlaka za maji wafike ofisini kwa ajili ya kupewa utaratibu wa kulipa madeni yao na kurejeshewa huduma mara moja, kwa sababu kwa sasa wao hawapati na sisi hatupati. Aidha, waziri Aweso amesisitiza kuwa wateja wote waliokatiwa maji kutokana na madeni wanatakiwa kufika katika ofisi za mamlaka husika ili kupewa utaratibu wa ulipaji wa madeni yao na kurejeshewa huduma hiyo. Katika hatua nyingine, waziri wa maji Juma Aweso amesema serikali imetekeleza miradi ya maji katika maeneo ya mijini ambapo miradi 68 yenye uwezo wa kuhudumia zaidi ya wananchi milioni 3 imetekelezwa na kuongeza kwa kila mahali nchini miradi ya maji inaendelea kujengwa. Waziri Aweso amesema kuna miradi 226 inaendelea na utekelezaji wake katika maeneo mbalimbali nchini, ukiwemo ule wa kuboresha huduma ya maji katika mkoa wa Mbeya pamoja na Dodoma. Utekelezaji wake katika maeneo mbalimbali nchini ikiwemo mradi wa kuboresha huduma ya maji katika jiji la Mbeya kwa kutumia chanzo cha Mto Kiwila. Ni mradi ambao Mheshimiwa Spika umeupigania wewe mwenyewe, na hapa kuna funzo kubwa sana kwangu kama kiongozi kijana. Mheshimiwa Spika, umenifundisha kwamba hata uwe na cheo kikubwa namna gani, usisahau ulipotoka, usisahau waliokupa dhamana. Mheshimiwa Spika, haujawasahau wana Mbeya, haujawasahau wabunge, haujawasahau wa Tanzania kwa majukumu ambayo wamekupatia katika kusimamia katika bunge hili Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ana Msumeno, Dream Media. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amempokea mgeni wake Rais wa Msumbiji Daniel Francisco Chapo baada ya kuwasili katika viwanja vya Ikulu jijini Dar es Salaam leo hii. Rais Chapo yupo Tanzania kwa ziara ya siku 3 kuanzia jana Jumatano hadi kesho Ijumaa, yenye lengo la kuimarisha ushirikiano baina ya mataifa hayo mawili. Undani wa taarifa hii anao mwenzangu Cloud Elias. Katika mikataba na mazungumzo yao, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametaja maeneo 10 ambayo Tanzania na Msumbiji zitashirikiana, ikiwemo biashara, miundombinu na usafirishaji. Kwenye mazungumzo yetu tumekubaliana kuwa licha ya ujirani na uhusiano wetu mzuri katika historia, lakini ushirikiano wetu wa kiuchumi bado haujenda sambamba na ushirikiano wetu wa kisiasa na kidiplomasia. Katika eneo la biashara na uwekezaji, tumekubaliana kuendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji kati yetu
ikiwemo kuwawezesha wajasiriamali na wafanyakazi wadogo na wakati kufanya biashara kwa urahisi, yani tuwe na simplified trade regime. Tumekubaliana pia kuharakisha uanzishwaji wa vituo vya pamoja mpakani, sababu sasa hivi watu wetu wanapita kwenye mipaka ya Msumbiji kupitia Ruvuma na huku upande mwingine, lakini kunakuwa na shida za watu kupita, kuchekiwa vitambulisho na mambo kama hayo. Amesema kuwa ushirikiano wa kiuchumi baina ya nchi hizo mbili bado haujaenda sanjari na ule wa kisiasa na kidiplomasia, hivyo wamekubaliana kuharakisha vituo vya pamoja mipakani. Aidha, Rais Samia Suluhu Hassan amempongeza Rais wa Jamhuri ya Msumbiji Daniel Chapo kwa namna alivyorejesha utulivu nchini Msumbiji, huku akiahidi kuwa Tanzania itaendelea kumpa ushirikiano. Uchumi wa kitaifa na umoja wa kitaifa na kurejesha amani na utulivu nchini Msumbiji. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Nitumie fursa hii pia kukuhakikishia ushirikiano wetu wa dhati kwako binafsi na serikali yako katika kufikia malengo yenu ya maendeleo. Kwa upande wake, Rais Daniel Chapo wa Msumbiji amesema mambo muhimu waliokubaliana na mwenzake wa Tanzania Rais Samia Suluhu Hassan ni pamoja na kuimarisha usafiri wa anga kwa mashirika ya ndege ya Msumbiji na Tanzania ili kutoa huduma kwenye miji mikubwa ya mataifa hayo. Rais Chapo amesema pia wamezungumzia kuhusu uwepo wa safari za ndege za kutoka Msumbiji hadi katika miji ya Tanzania na vile usafiri wa ndege kwenda katika miji ya Maputo na Pemba nchini Msumbiji. Claudia Sim, Drum TV. Wananchi jijini Mbeya wameiomba serikali kupitia Baraza la Sanaa BASATA kuingilia kati maudhui ya wasanii kupitia nyimbo zao, kwani nyingi zimekosa maadili ya Kitanzania na jamii kwa ujumla. Wakizungumza na Dream Media, wananchi hao wamesema kuwa vijana wengi wa sasa wamekuwa wakiathirika kutokana na nyimbo hizo, kuanzia lugha wanazotumia kuimba, lakini pia mavazi wanayovaa wasanii hao. Zaidi taarifa hii anayo Sala Mabebo. Wakizungumza na Dream Media, wananchi hao wamesema kuwa vijana wengi wa sasa wamekuwa wakiathirika kutokana na nyimbo hizo, lakini pia mavazi wanayovaa wasanii hao. Maarufu wanaingiza utamaduni ambao kimsingi sio utamaduni ambao tumeuzoea. Kwa mfano, tuna vijana ambao wanatembea barabarani, wengine wakiwa nusu uchi, semi-nude, wanavaa nguo ambazo ziko nusu uchi. Lakini sio kwamba hiyo imetokea tu kwamba ni nightmare, imetokea tu blood. Ni kwamba ni kitu ambacho kinatokana na matokeo. Ni kweli kinatuasili pakubwa sana, ni kutokana tunaacha ile asili yetu wa Afrika, tunachukua asili ambayo sio ya kwetu, kitu ambacho kinapelekea mmonyoko wa maadili. Vijana wanakuwa na adabu mitaani, wanafuata mambo yao, washauriki hawaambiliki. Alia saizi hata watoto wa vijana saizi hatufuati ile maadili ambayo walikuwa wanafanya wazazi wetu zamani. Saizi tunafuata mambo kwenye mitandao. Ni wanaasili sana, sehemu kubwa sana. Ukiangalia saizi watoto wadogo wanashindwa kutambua zile mila na desturi za Tanzania. Emmanuel Bakari na Adelina Ndumbaro ni maafisa sanaa kutoka Baraza la Sanaa Taifa BASATA. Wamesema wanasimamia maadili ya wasanii kwa kuzingatia mila na desturi za Kitanzania. Tunapozungumza swala la maadili, ni swala pana ambalo haliegemei upande mmoja au halimtegemei mtu mmoja. Swala la maadili ni swala ambalo kila mtu ana wajibu nalo, na maadili yanaanzia kwenye ngazi ya familia, kwa maana kwamba mtoto mdogo anapozaliwa, the way namna anavyokuzwa na kufundishwa kule ukubwani, ndo atakuja kuwa hivyo. Ikawa ni lengo la kufufua na kuendeleza utamaduni wa Mtanzania. Kwa vile vikundi vikawa lengo lao ni kwanza ni kurejesha hadhi ya utamaduni wa Mtanzania, na baadaye vikawa ni lengo vya kuendelea kuhamasisha Watanzania kuwa wamoja na kujenga utaifa. Kwa vile vikundi vya sanaa vikawa ni sehemu ya kuambia Watanzania na kuonyesha utamaduni wa Kitanzania una hadhi
zaidi na ndiyo mtima wa Tanzania. Maana taifa lolote lisilokuwa na utamaduni wake ni sawa na taifa ambalo ni mufu. Kadhalika wameiasa jamii kuwalea watoto katika maadili ili waendelee kuyaenzi wanapokuwa watu wazima. Sara Mwambepo, Dream Media. Shukrani sana Sara Mwambepo kwa taarifa hiyo. Mtazamaji wa Dream Media, na kukumbusha kuendelea kufuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook na X zamani Twitter ni Dream FM na Instagram ni Dream FM TZ. Sasa tuziangazie taarifa za mataifa mbalimbali kama zinavyoletwa kwako na Esau Godwin. Na katika habari za mataifa mbalimbali tunaanzia huko Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amekejeli kile alichokiita mkataba mkuu wa kibiashara ambao utakuwa makubaliano ya kwanza kutangazwa tangu atoze ushuru kwa makumi ya washirika wa kibiashara wa Marekani. Vyombo kadhaa vya habari vya Marekani vimeripoti kwamba Marekani itaingia makubaliano ya kibiashara na Uingereza, zikiwataja watu wanaofahamu mipango hiyo. Mnamo tarehe 2 mwezi wa 4, Trump alitangaza ushuru mkubwa kwa washirika kadhaa wa biashara kabla ya kutangaza kusitisha ushuru siku 90. Hata hivyo, serikali kutoka kote ulimwenguni zimekuwa zikihangaika kufanya makubaliano na Washington kabla ya muda huo mpya kupita. Trump amesema anataka mataifa yaweke mikataba mipya na Marekani, huku akijaribu kurekebisha kwa kiasi kikubwa mfumo wa biashara duniani. Na hatimaye ni Islamabad. Jeshi la Pakistani limesema raia mmoja ameuawa na wanajeshi 4 kujeruhiwa katika mashambulizi yaliyofanywa na India. Baraza la usalama linalowajumuisha mawaziri kadhaa wa Pakistan limetoa ruhusa kwa jeshi la nchi hiyo kulipa kisasi mashambulizi ya India. Waziri wa mambo ya nje wa India Subrahmanyam Jaishankar ameonya kuwa watajibu vikali mashambulizi yoyote ya Pakistan na hivyo kuzusha wasiwasi katika eneo la Asia Kusini, huku juhudi za kidiplomasia za kutuliza mzozo huo zikiendelea. Huyo ni Esau Godwin ambaye amekuletea mkusanyiko mbalimbali wa habari za kimataifa. Na sasa tuziangazie taarifa za michezo, ambapo waziri wa maji Juma Aweso ameipongeza timu ya Simba kwa kutinga hatua ya fainali kombe la shirikisho barani Afrika na timu ya Young Africans kwa kutwaa kombe la Muungano. Huyu hapa Ramadhani Kasim akikuletea mkusanyiko wa habari za michezo. Katika michezo hii leo, waziri wa maji Juma Aweso ameipongeza klabu ya Simba kwa kutinga hatua ya fainali michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo Simba inataraji kucheza mchezo wake wa mkondo wa kwanza Mei 17 kule nchini Morocco kabla ya kurejeana katika mchezo wa fainali mkondo wa pili katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, na hii itakuwa ni Mei 25 mwaka huu. Baada ya pongezi hizo kwa klabu ya Simba, waziri Aweso amesema kwamba kazi iliyosalia kwa Simba ni kurejesha kombe nyumbani kwa kuwashinda RS Berkane ya pale nchini Morocco. Wakati huo huo, waziri Aweso ameipongeza klabu ya Yanga kwa kufanikiwa kutoa kombe la Muungano kule visiwani Zanzibar, mashindano ambayo yametamatika hivi karibuni. Katika habari za kimataifa, usiku wa leo kutashuhudiwa michezo miwili ya nusu fainali ya mkondo wa pili michuano ya UEFA Europa League, ambapo Manchester United hii leo atakuwa nyumbani Old Trafford kukaribisha Athletic Club Bilbao kutokea pale nchini Hispania. Katika matokeo ya awali, Manchester United waliibuka na ushindi wa goli 3-0 kule nchini Hispania. Shughuli hii leo tena katika dimba la Old Trafford, nafasi kwa Manchester United pengine kutinga hatua ya fainali ya michuano hiyo. Nusu fainali nyingine itawahusisha Bodo Glimt ambao watawakaribisha Tottenham Hotspur, mchezo ambao utaamua nani anatinga hatua ya fainali katika nusu fainali hiyo ya pili. Katika matokeo ya awali pia kwenye mchezo huu, Tottenham Hotspur wakishinda goli 3-1 nyumbani, hivyo wanahitaji kupata matokeo chanya hii leo katika mchezo wa ugenini ili kujihakikishia kutinga katika hatua ya fainali ya michuano hiyo. Tumalizie na michuano ya UEFA Conference League hatua ya nusu fainali, na huu ni mkondo wa pili. Klabu ya Chelsea wanawakaribisha Jageden. Ikumbuka mchezo wa kwanza Chelsea wakiwa ugenini walishinda goli 4-1. Nusu fainali nyingine itawahusisha Fiorentina ambao watakuwa nyumbani kuwakaribisha Real Betis. Katika mchezo wa mkondo wa kwanza Real Betis alishinda goli 2-1. Mimi ni Ramadhani Kasim, endelea kuifuatilia Dream Media.
Na kabla ya kuhitimisha Dream Habari, ni kukumbushe tena machache kati ya mengi tuliokuwa nayo kwa siku hii ya leo. Serikali imetangaza msamaha wa faini zote kwa wananchi waliokuwa wakidaiwa na mamlaka za maji nchini, hatua inayolenga kuwapunguzia mzigo wa gharama na kuwawezesha kurejeshewa huduma za maji. Wananchi jijini Mbeya wameiomba serikali kupitia Baraza la Sanaa BASATA kuingilia kati maudhui ya wasanii kupitia nyimbo zao, kwani nyingi zimekosa maadili ya Kitanzania na jamii kwa ujumla. Na katika michezo tumeangazia waziri wa maji Juma Aweso amezipongeza timu za Simba na Yanga kwa kufanya vizuri hususan kimataifa na hapa Tanzania kwa maana ya Yanga kutoa kombe la Muungano. Ndio mwisho wa Dream Media Habari. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Mimi naitwa Brownie Tinda. Kwaheri.